Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano katika oktava ya Pasaka mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 10. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 24 aya ya 14 hadi aya ya 35. Karibu tusikilize Injili. Siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu. Wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, kutokana na Injili tuliyosikia hivi punde, tunapata mwaliko wa kutafakari
safari ya maisha yetu hapa duniani. Safari ya kuelekea Emau ni picha halisi ya maisha ya mwanadamu. Safari iliyojaa maswali, maumivu, matumaini yaliyovunjika na hatimaye mwanga mpya. Wale wanafunzi wawili walikuwa wanatembea kwa huzuni, wakijadiliana juu ya kifo cha Yesu, ndoto yao ikiwa imevunjika. Katika safari hii yako mambo kadha ambayo tunaweza kujifunza. Jambo la kwanza, swali: kwa nini wanafunzi walikuwa wawili lakini mmoja tu, Kleopa, ndiye anatajwa kwa jina? Hapa kuna fumbo la kiroho lenye uzito mkubwa. Kutajwa kwa mmoja na kutokutajwa kwa mwingine kunafungua nafasi kwa kila mmoja kujiweka ndani ya simulizi hii. Yule asiyetajwa jina anawakilisha kila mmoja wetu. Ni kana kwamba Injili inatuambia, wewe ndiye yule mwanafunzi mwingine. Hivyo safari ya Emau si hadithi ya watu wawili wa zamani, bali ni hadithi ya kila Mkristo anayepitia nyakati za mashaka na kutokuelewa mipango ya Mungu. Pia idadi ya wawili inaonyesha ushuhuda katika utamaduni wa Kiyahudi. Ushuhuda wa watu wawili ulikuwa wa kuaminika. Hivyo hata katika huzuni yao bado wanabeba mbegu ya ushuhuda wa ukweli. Jambo jingine, wanafunzi wanasema wazi, sisi tulitumaini. Hii ni sentensi yenye maumivu makubwa. Inaonyesha jinsi walivyokuwa wamejenga matarajio yao kwa namna fulani, labda wakidhani Yesu angekuwa mkombozi wa kisiasa, lakini msalaba ulivunja fikra hiyo. Hapo ndipo tunajifunza kuwa mara nyingi hamu ya mioyo yetu inapokatika si mwisho wa mpango wa Mungu, bali ni mwanzo wa kuelewa kwa kina zaidi. Yesu anaandamana nao njiani, lakini hawamtambui. Hii inaonyesha kuwa katika nyakati za kukata tamaa, Mungu yuko karibu nasi hata kama hatumtambui. Kupitia maandiko, Yesu anarekebisha uelewa wao kuwa mateso hayakuwa kushindwa, bali yalikuwa njia ya utukufu. Hivyo tunapaswa kuendelea kumtumainia yeye katika maisha yetu. Jambo jingine, tunashuhudia kuzaliwa kwa tumaini jipya. Mabadiliko makubwa yanatokea wakati wa kuumega mkate. Kitendo hiki kinakuwa mahali pa utambuzi. Wanafunzi wanamuona Yesu si tena kwa macho ya mwili tu, bali kwa macho ya imani. Mara wanapotambua uwepo wake, giza la huzuni linaondoka na mioyo yao inawaka moto. Tumaini jipya halitokani na kubadilika kwa mazingira, bali ni kukutana tena na Kristo aliye hai. Ndiyo maana bila kusubiri hata asubuhi ifike, wanarudi Yerusalemu kutoa ushuhuda. Walioanza safari wakiwa wamekata tamaa, sasa wanakuwa mashahidi wa ufufuko. Kwa hiyo tafakari hii inatualika tutambue kuwa sisi ni sehemu ya safari hii. Tunapokatishwa tamaa, tusikate tamaa kabisa, bali tuache neno la Mungu litufungulie macho. Kristo yupo njiani pamoja nasi hata kama hatumtambui kwa haraka. Na pale tunapomkaribisha katika maisha yetu, hasa katika kuumega mkate, anageuza huzuni kuwa furaha na kukata tamaa kuwa tumaini jipya. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flateli Emmanuel Bija wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia.